Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyotupa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote. Mungu azidi kuwapa ufunuo na wajalie kutufundisha kwa usahihi. Nasi pia Mungu atufungue akili na atujalie kuyafahamu maandiko yake na kuyaishi. Tukawe mashahidi wake kwa familia zetu na jamii. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Leo tuna utangulizi wa kitabu cha Yoeli. Karibuni tena. Na nitaanza kwa kusoma dondoo. Yoeli alikuja miaka 10 baada ya Obadia kutumwa kwenda kulaani nchi ya Edomu kwa uovu walioufanya nchi ya Edomu. Na adhabu kali kwa Edomu alizosema Mungu zote zilitimia. Israeli walifurahi baada ya Mungu kuwalaani Edomu. Baada ya Obadia akafuatia Yoeli. Akaja kutangaza hukumu kwa Israeli ikiwa hawatatubu. Hapa tuwe makini na makanisa yanayosema ukiokoka huwezi kupoteza wokovu. Israeli ni mfano kwetu, walipoteza wokovu baada ya kuokolewa kutoka Misri. Mungu anaadhibu wote kuanzia nyumbani mwake ili tuchukue tahadhari. Tukisoma kitabu cha Wafalme hakuna andiko linalomtaja Yoeli. Hapo ndipo tunapoona kwenye maneno kama akaja mtu wa Mungu akasema, hii yawezekana mtu wa Mungu mojawapo ni Yoeli. Alitabiri kipindi taifa la Yuda likitawaliwa na mwanamke kwa mara ya kwanza. Huyu mama aliingia madarakani baada ya mjukuu wake kufariki na aliua familia yote ya kifalme. Hii yawezekana nyuma yake alikuwa shetani mwenyewe kwa sababu ndiyo ajenda yake. Kipindi hiki ndicho Mungu alimtuma Yoeli kuhubiri akisema, nchi imeingia kwenye dhambi kwa kumruhusu mwanamke kutawala, tena mpagani taifa jingine. Yoeli aliingia mtaani na kuwaonya, lakini hawakuelewa. Aliwapiga kwa njaa kwa kuleta nzige mpaka wakashindwa kutoa sadaka za unga. Walevi hawakupata pombe kwa sababu mizabibu iliondolewa. Na hapa mwalimu alitupa zoezi la kusoma Wafalme wa Pili. Kwa hiyo kama unataka kujua nchi iliingia vipi katika dhambi, unaweza kwenda Wafalme wa Pili ukaanza kusoma pale, utaona ni mwanamke gani ambaye aliingiza nchi katika dhambi. Na mimi nilivyoenda kusoma Wafalme wa Pili mlango wa 11, Wafalme wa Pili sura ya 11 mstari wa kwanza, niliona Atalia mama yake Ahazia alipoona ya kuwa mwanawe amekufa, akainuka akaharibu wazao wote wa mfalme. Haya, tunaendelea na outline ya kitabu. Kitabu kinagawanyika maeneo makubwa matatu na maeneo hayo yanagawanyika sehemu tofauti tofauti. Mfano sura ya kwanza ina message 2, mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nchi ilivyoharibika na madhara yaliyotokea kutokana na nzige. Kuepusha madhara, mstari wa 3 mpaka 20, Mungu anawaambia watubu. Sehemu ya pili iko sura ya pili, inagawanyika sehemu ndogo ndogo 4. Sehemu ya kwanza Yoeli anatabiri mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 11 na sura ya pili uwezekano wa kurejea tena madhara ya nzige. Anatabiri kwa kuliona jeshi la nzige kubwa sana likija kuharibu nchi. Anatumia lugha ya kusema siku ya Bwana. Niseme kidogo, mwalimu anasema, sio mimi na nukuu, mwalimu anasema aseme kidogo. Neno maarufu sana siku ya Bwana, maana yake linaanza lini na linaisha lini? Kipindi hicho cha kina Yoeli alimaanisha mambo mawili. Kwanza, siku Mungu atatimiza unabii. Maana ya pili, neno siku kwa Kiyahudi ni yom. Inawezekana kuwa single day au kipindi fulani cha muda zaidi ya siku moja hata 2000. Na kipindi cha kina Yoeli alimaanisha Bwana atatimiza yote aliyoahidi. Sasa tunaangalia, je, hiyo siku ya Bwana ilitimia au la? Siku hiyo ilitimia kwa sehemu. Nzige hawa wa pili ni tofauti ya wale walioharibu mazao. Hawa wa pili ni jeshi la Babeli la Wakaldayo. Wakaldayo waliipiga nchi na kuiacha jangwa. Picha ya nzige, usafiri wakiwa na idadi ya milioni 600. Hili ni kundi moja tu, na usafiri maili 12 kwa saa. Nzige wanaweza kula tani 30,000 za chakula kwa siku. Kipindi hicho Yoeli anaona ilipita miaka
mingi sana mpaka Wakaldayo walivyofika kuivamia. Sehemu ya pili, sura ya pili. Mungu anawaambia ikiwa watatubu toba ya kweli atawasamehe. Sura ya pili mstari wa 12 mpaka wa 17. Mungu anawaambia toba ya kutubu ni mioyo, toba ya kutubu ni mioyo, sio kurarua mavazi. Sehemu ya tatu, sura hii ya pili mstari wa 18 mpaka wa 27. Nami nitawarejeshea miaka iliyoliwa na tunutu na parare. Hii ni ahadi Mungu aliahidi kuanzia mstari wa 18 mpaka 32. Ili tuelewe ahadi hizo, tunapaswa kuelewa kilicholiwa na tunutu na parare. Kwanza Mungu aliahidi kuwaondolea nzige, kuleta mvua, watavuna mazao, wataanza kutoa sadaka kama kawaida. Unabii huu unaenda mbele zaidi, hauishii hapa. Ni siku nyingine ya Bwana iliyoanza siku ya Pentekoste, na hii haiitwi siku ya Bwana kama kile kipindi cha Yoeli unabii ulipotimia. Hii inaitwa siku ya mwisho. Kumbuka, siku ya Bwana Agano la Kale walipovamiwa na kupelekwa uhamishoni, ni siku za mwisho za Agano la Kale, ni kuanzia walipopelekwa uhamishoni mpaka Yesu alipoenda msalabani. Kanisa linapozaliwa na Roho Mtakatifu anaposhuka, zinazaliwa siku za mwisho. Sisi tuko siku za mwisho kuanzia pale Roho Mtakatifu aliposhuka, na itahitimishwa wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi tena duniani. Anaposema atairejesha miaka iliyoliwa na tunutu, maana yake ni Israeli watarejea kwenye nchi yao, watalima, watapanda na kufurahia maisha. Siku hiyo itakuwa Yesu atakavorudi na kurejesha hizo siku kwenye mstari. Hiki ni kipindi cha Millennium Kingdom. Mstari wa 28 mpaka 32. Kuna ahadi nyingine kubwa mbili ndani ya siku za kale kuingia Agano Jipya. Anaahidi kuleta Roho Mtakatifu juu ya wote wenye mwili, wa kike na wa kiume. Ndicho kilitimia siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu amekuwa ahadi kwa kila mmoja. Jambo la pili, ishara ya jua kutiwa giza na mwezi kutoa damu imetimia kwa sehemu pale Yesu alipokata roho, na pia itatimia pale Yesu atakaposhuka kuwaokoa Israeli wakati wa vita ya Armageddon. Jambo la tatu, kuahidiwa kwa wokovu. Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Sehemu ya tatu, sura ya tatu imegawanyika maeneo mawili, mstari wa 1 mpaka wa 16. Hapa kuna neno maarufu, bonde la kukata maneno, Yehoshafam, bonde la machinjo. Mkata maneno kwenye hilo bonde ni Mungu. Mungu anasema atawakusanya watu walio hai na waliokufa kwenye hilo bonde. Yeye ndiye ataamua kukata maneno, nani aishi, nani afe. Asante mwalimu wetu. Mungu atujalie unyenyekevu kwa watumishi wetu wote. Tujifunze. Tuko kwenye kujifunza. Hakuna aliyefikia level za Yesu. Mungu atusamee na kwa kusema maneno yasiyofaa kwa wachungaji wetu. Na haya maneno niliongezea mimi kusema kwa sababu mwalimu alikuwa anaongea. Hata kama tuko kwenye makanisa ambayo tunaona watumishi wa Mungu hawatufundishi vile ambavyo tunavyoelewa sasa. Yani ukishajua kwamba huu ndio ukweli na umeona mchungaji wako labda unaona anaongea tofauti na meseji ilivyo, hatutakiwi kuwadharau, bali tunatakiwa kuwaombea. Tunatakiwa tuwaombee kwa Mungu, Roho Mtakatifu mwenyewe waongoze jinsi ya kutuongoza sisi. Brother wangu mmoja alisema hivi, kabla ya kuanza kuwalaumu, je, tujiulize tumewaombea watumishi wa Mungu? Kwa hiyo wanatufundisha sisi, wamechukua jukumu la kutufundisha hata kama hawajui maandiko matakatifu vizuri, lakini tukiwaombea Mungu atazidi kuwatumia vizuri. Kwa hiyo tunyenyekee hata kama tunafundishwa vitu vingine tunaona kabisa hapa hajaelezea vizuri, lakini wewe chukua ujumbe muhimu na soma neno la Mungu na tuwaombee. Zaidi tuwaombee watumishi wa Mungu, tusiwadharau. Kwa hiyo Mungu atujalie sote na atusaidie na azidi kutufungua fahamu zetu. Hakuna aliyefikia level za Yesu. Sote tunajifunza, tuko kujifunza. Okay, Bwana Yesu apewe sifa. Sifa na utukufu ni kwa Mungu wetu. Mungu awabariki. Karibu tuendelee.